Ujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji, mahali popote pale unapoendelea kusikiliza na kutegea sikio sauti hii. Hii ni sauti ya ndugu yako Imani Mchumba katika siri ya mambo yaliyofichika, na kwa ruhusa yake Loba Tite Muma pekee wa kweli naja tena mbele zenu wapendwa, na kipindi na mada hii ambayo tayari mzaliwa wa pili ambaye ni Zulula San ameshaitoa kwetu, nami kama kawaida gisi mnavyoniona naja kunukuu katika lugha ya Kiswahili. Ndugu zangu, kama gisi mnavyoona, tema ya siku ya leo inawarejesha kidogo nyuma kwa wale ambao bado wangali wanajifunza, ambao bado hawajaelewa kwamba Biblia hiyo ambayo wanayoisoma kuanzia kitabu cha Mwanzo hadi Ufunuo ni historia ya mtu mweusi, lakini wazungu walitaka kuibadilisha ili kwamba iwe ya kwao. Lakini kuna vithibitisho vingi sana ndani ya Biblia ambavyo vinaonyesha kwelikweli kwa uwazi tena kwamba ni historia ya mtu mweusi, lakini sisi hatutagusia hilo, ila tutaenda kuangalia kuhusiana na tema moja, aidha jambo fulani, tukio fulani ambalo liliwahi kutukia ndani ya Biblia za kisasa, ili kuangalia kweli tukio hilo liko kweli, ndiyo haiza pana. Ni nani hasa aliyemtokea Musa katikati ya kichaka kilichokuwa kikiwaka moto? Hilo ndio swali ambalo tunajiuliza, kwa sababu Biblia jinsi mnavyoisoma ina maelezo yake ambayo yako tofauti na uhalisia. Kwa hiyo tutaenda kugusa kwanza baadhi ya maandiko ndani ya Biblia za kisasa, lakini pia tutarejea ndani ya Biblia kalata mbali. Sisemi kalata ndimsi, hapana, lakini Biblia kalata mbali kabisa, ili kwenda kuongelea haya mambo ambayo yaliwahi kutokea lakini uhalisia haupo. Kwa hiyo tutaenda kuonyesha ni nani aliyemtokea huyu atakayeita Musa, lakini Musa mwenyewe muelewe kwamba alikuwa ni mtu mweusi na hakuitwa Musa kwa sababu Musa ni tafsiri kutoka hayo majina ambayo wazungu wao wenyewe waliyapaka, waliyaweka, walihunda, bali jina lake halisi ni Busi. Busi maana yake ni kutoka, aweza kuondoa. Hichi ndio kitu ambacho unatakiwa kukielewa. Kwa hiyo sasa watasema kwamba kuna wakati ambapo wanasema kwamba kuna maandiko baadhi ambayo yanasema kwamba ni malaika wa Bwana aliyemtokea katika ndani, akitokea katika kichaka kinachowaka moto. Lakini pia mkiendelea kusoma mtakuja kuona kwamba tena wanasema kwamba ni Mungu ndiye aliyemtokea. Sasa ndio maana watu wako katika mkanganyiko, hawawezi wakaelewa kweli kweli ni nani aliyemtokea zaidi sana, ni nani aliyemtokea huyo wanayeita Musa. Kwa hiyo tutaenda kugusa andiko kadhaa ili mwende kuona namna gani tunavyosema kwamba Biblia kweli kweli imechakatuliwa, ilibadilishwa, sio kwa sababu ya kuongea tu ili kuwafariji watu weusi, hapana, lakini ni ukweli na ni uhalisia kabisa wa mambo kama jinsi yalivyokuwa, ndugu zangu. Kwa hiyo muwe hapo na mnaweza mkaangalia pamoja na mimi ili kwenda kuyaona haya mambo. Lakini kitu kingine ambacho mnatakiwa kuelewa ni kwamba shetani ndiye mwanzilishi wa haya mambo yote. Lengo la kupenda kubadilisha historia ya mtu mweusi hayakuja tu hivi hivi tu, lakini yeye ndio wa kwanza, shetani, kuleta hiyo hali ya kupenda kubadilisha maandiko ya watu weusi, na baadaye sasa yeye hawezi akaonekana hivi hivi, lakini kuna wale ambao ni maajenti wake wanaofanya kazi kuanza kuhusiana na demons ambao ziko pale, malaika walioanguka, lakini pia wale wafuasi ambao katika hali inayoonekana wanaofanya kazi kwa ajili ya ulimwengu wa giza la kichawi. Hao pia ndio watakao kuja kuandika baadaye, na watu weusi watapewa kwamba huu ndio ukweli ambao wanatakiwa kuamini, lakini sivyo, ndugu zangu. Sasa ndani ya Biblia za kisasa wanasema kwamba wakati ambapo Adamu alipoanguka na Eva, wanasema kwamba ilitokea wakati ambapo Mungu alishuka akatembea katika bustani, akaanza kumwita Adamu, Adamu uko wapi? Na mimi katika mafundisho ambayo nimeshawahi kuambia nikasema kwamba kitendo cha kusema kwamba Mungu alishuka ina maana kwamba Mungu hakuwa wapi? Hakuwa chini. Na tena kutembea katika bustani ina maana kwamba Mungu kweli kweli ana miguu, na ikiwa na miguu itakuwa ni miguu miwili nafikiri, na ikiwa ni miguu miwili hicho ni kiumbe tayari ambacho kina mwili. Lakini wao wanasema kwamba Mungu yeye ni roho, katika kitabu cha Yohana 4:24 kwamba Mungu ni roho. Ni kweli roho pia ina mwili, ni kweli, inaweza kuwa na mikono, inaweza kuwa na miguu, inaweza kuwa na kichwa, inaweza kuwa na macho. Haya yote hatujakataa, lakini kitendo cha kusema kwamba huyu Mungu wenu ni kiumbe ina maana kwamba yeye sio muumba, lakini hiyo sio tema. Ndio maana tunaenda kwanza katika kitabu cha Kutoka sura yake ya 3 mstari wa 2. Hapa tutaingia kwanza katika tafsiri yoyote ambayo unaweza ukaigusa. Mimi nitagusia, nafikiri ni tafsiri ya Biblia Neno la Uzima, ndivyo ninavyoita.
Mstari wake wa tatu, mstari wa pili, kumradhi, sura ya tatu mstari wa pili inaanza kusema hivi: malaika wa Bwana akamtokea. Alimtokea nani? Alimtokea huyu ambao ataita Musa. Malaika wa Bwana alimtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Akatazama. Nani aliyetazama? Aliyetazama ni Musa. Na kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti hakikuteketea. Kwa hiyo hapo tayari mnaanza kuona kazi ya shetani ulipobobea anaanza kuifanya, kwa sababu wataona kwamba hapana, hawa watu nikisema kwa mfano niseme kwamba huyu malaika wa Bwana ndiye aliyemtokea tu na tuishie hapo hapo, hapana, watanichukulia kama vile labda mimi kama vile ni kiumbe. Kwa hiyo kwa sababu tayari hicho ni kiumbe ambacho kipo. Sasa atafanya namna gani? Lazima sasa abadilishe wazifa mwingine, atachukua wazifa mwingine. Ndio maana katika mstari wa 4 kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 4 wanasema namna gani? Inasema, Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamwita kutoka katika kile kichaka, kile kijiti, akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Unaona? Kwa hiyo mstari wa pili wa kitabu cha Kutoka kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa pili, hapa unasema kwamba ni malaika wa Bwana aliyemtokea Musa. Lakini tu unapoenda kwenye mstari wa 4 wamebadilisha kila kitu. Wameshaanza kusema kwamba sio tena malaika wa Bwana, kwamba ni Mungu mwenyewe ndiye aliyemtokea Musa. Yaani kutoka tu kwenye mstari wa pili kufika tu kwenye mstari wa 4 kila kitu tayari kimeshabadilika. Kwa hiyo kuna tofauti kati ya malaika wa Bwana na Bwana mwenyewe. Kwa hiyo lazima watu waelewe, kwa sababu Mungu kwa mujibu wa watu sio malaika, si ndio? Kwa hiyo ikiwa ni malaika wa Bwana aliyemtokea, huyo sio Bwana, yaani huyo ni malaika katika mstari wa pili. Sasa inakuwa namna gani? Kwenda tu kwenye mstari tu wa 4 tayari kila kitu kimebadilika. Hapo tayari shetani mlima ube ameshaanza kuingiza mambo yake ili kwenda kubadilisha na kuharibu historia ya mtu mweusi. Kwa hiyo historia hii kweli kweli ilitendeka, lakini haikutendeka kama jinsi tunavyosoma hapa, na sio kwamba ni kitu ambacho kilitendeka katika mahali ambapo wao watasema sijui kwamba Israeli za wapi. Hapana ndugu zangu, na hao wahusika hawakuitwa namna hii. Na huyu ambaye wanayesema kwamba ni Mungu, wanayechukulia kwamba ni muumba mwenyewe, kwamba aliyeshuka, huo si ukweli ndugu zangu. Kwa hiyo haya ndio mambo ambayo waliopenda kubadilisha, ila mwelewe kwamba historia hii ilitendeka, lakini tutaenda kuambia namna gani ilivyotendeka katika uhalisia kabisa, kwa sababu Busi aliwahi kuwepo ambaye wataita Musa, na ni kweli, lakini waliomtokea sio kwamba ni muumba aiza nini, hapana. Zilikuwa ni roho za giza kula vitu, yani kaka zetu wa kiroho ambao pia ni weusi. Unaona ndugu zangu, ndio waliomtokea, lakini sio huyu ambao wataita Mungu kwa namna ya kusema kwamba ndio muumba, kwa sababu unaposema Mungu ni kweli ni kiumbe cha juu kilicho na nguvu kuliko viumbe vingine vyote, lakini unapoishia hapo kiumbe kilicho na nguvu kuliko viumbe vingine vyote, ina maana kwamba ni kiumbe, hata kama kina nguvu kuliko viumbe vingine inabaki kuwa kiumbe lake. Na unaposema kiumbe, yani kimeumbwa. Kwa hiyo kiumbe sio muumba. Kiwe na nguvu za namna gani kushinda viumbe vyote, hilo haliwezi likamfanya huyo kuwa muumba, hapana. Kwa hiyo huu ndio tofauti ambao upo. Kwa hiyo hawa wanasema ni vizuri. Mstari wa pili walibadilisha moja kwa moja baada ya kusema malaika wa Bwana. Mstari wa 4 moja kwa moja wakabadilisha, wakasema namna gani kwamba ni Mungu tena ndiye aliyemtokea, na hivyo sivyo ndugu zangu. Kwa hiyo nitaenda kuonyesha kwamba muumba hajawahi na hawezi kumtokea mtu yeyote, hawezi kumtokea huyo watakaita Musa za Busi. Hilo haliwezekani, kwa sababu hiyo zana ya kutoka, ya kuonekana, ya kugusa, ya kufanya hiki, ya kuongea iko nje kabisa na muumba, kwa sababu muumba hana haja hivi vyote, kwa sababu ni yeye ndio anadhihirisha hayo yote kupitia uweza wa neno lake. Sasa ndio maana mtaangalia hata katika kitabu cha Kutoka watawaambia kwamba ni Mungu mwenyewe aliandika zile amri, aliandika kwa kidole chake. Ikiwa Mungu ana kidole, yani hicho ni kiumbe tayari, kwa sababu ikiwa na kidole mtuambie ana vidole vingapi? Ikiwa na vidole 5 kwa kila mkono, ina maana kwamba kuna watu wengine ambao katika hali inaonekana wana vidole 6 kwenye mkono mmoja. Ina maana kwamba hawa watu tayari watakuwa wako wameendelea zaidi kuliko Mungu, kwa sababu wana vidole 6. Kwa hiyo ndugu zangu, kidole, unaposema kidole, moja kwa moja hicho ni kiumbe ambacho tayari kipo, kimeumbwa hicho ndugu zangu. Lakini uhalisia sasa ndani ya karata mbali kuhusiana na hicho kitabu ambacho walisema na ni nani aliyemtokea kwelikweli Busi, ni katika kitabu cha Bebusedi ambacho wataita Kutoka sura ya 3 mstari wa 1 hadi 10. Inasema hivi: hadi usiku mmoja katikati ya msitu karibu na mto mtakatifu, Busi
aliona mlima unaovutia kwa mbali, kwa moshi wa nishati ukitoka kwenye mlima huu wa ajabu. Kwa hivyo hatima yake ilijitokeza katika umbo la mwonekano. Kisha Busi alitazama juu na kuona viumbe vya agizo kuu la vitu, ambazo ni roho za agizo kuu la vitu, kaka zetu wa kiroho. Hii ilitokea ili maandiko yapate kutimizwa. Ni kupitia roho hizi kwamba Dubise aliweza kuzungumza na kuongea na roho zingine ambazo zitashuka siku moja kutoka makao ya mbinguni, kukanyaga kilele cha mlima mtakatifu utakaoinuka kutoka duniani. Roho hizi zitajidhihirisha kwa nguvu na uweza wao wote kwa Busi. Kwa hiyo hapa tunaanza kuona kwamba sio huyu atakaita Mungu kwamba aliyemtokea Busi, hapana, ni kaka zake pia, lakini wa kiroho, kaka zetu sisi wa kiroho ambao walimtokea, kwa sababu Muumba hana haja kutoka ya kuingia ya kufanya nini. Hayo mambo yote ni viumbe ndivyo vinavyofanya hivyo. Lakini wanaendelea kuongelea kuhusiana na hao waliomtokea Busi walikuwa watu gani? Nywele za vichwa vyao zilikuwa zimejikunja, walifanana na watu weusi kama Busi mwenyewe. Kwa hiyo roho zote za agizo kuu la vitu ambao wataita malaika, makerubi, masherafi na wote ni weusi. Historia hadithi zote ambazo watachora, sijui filamu ambazo wataonyesha kwamba malaika, makerubi, sijui masherafi wote kwamba ni wazungu, huu wote ni uongo mtupu, ndugu zangu. Kwa hiyo roho zote za agizo kuu la vitu wote ni weusi. Hapa hatuko nasema kila mara kwamba sio kutetea rangi, ila tunawaambia ule ukweli ambao upo, na haina swala kabisa lolote la ubaguzi. Ni uhalisia. Maana walio wengi wanaposema ukweli wanaona kwao wanaguswa, wanasema kwamba labda mtu anafanya hivi kwamba anabagua. Hakuna swala la kubagua, lakini ni uhalisia wa kile ambacho kilichokuwepo. Kwa hiyo roho zote ambao mtaita malaika wote ni weusi, na sio kwa bure. Hawa wanaojiita wazungu watengeneze filamu ambapo wataonyesha wahusika wao wote ni wazungu, sio kwa bure. Wataonyesha hicho kiumbe ambacho walikiunda, wataita kwa jina la Yesu na majina mengine ambayo watapewa katika dini zingine kwamba ni mzungu. Huyu Yesu hajawahi kuwepo na haitatokea kwamba awepo, lakini tunajua kwamba nyuma ya hilo jina kuna demon mmoja ya ajabu ambayo ina nguvu inayoitwa kwa jina la Mitele. Ndio hiyo ambayo watu kwa wakati huo wanafikiri kwamba wanaabudu huyu wanayeita Yesu, kumbe ni hiyo demon ambayo iko nyuma, ambayo maombi yote yanaelekea kwake. Kwa hiyo haya mambo tunayaongea, lakini walio wengi hadi muda huu bado hawajapenya. Wanaendelea kusema nyuso zao zilikuwa na mwonekano wa radi, wote walikuwa wamezungukwa na moto mkali wa joto kali sana, na ghafla mwonekano wa mlima ukawa kama makaa ya moto, kama kuonekana kwa mienge, na viumbe vya kiroho vikamwita kutoka katikati ya mlima, Busi, Busi, ni mimi, alijibu. Kwa hiyo wakamwita Busi. Kisha viumbe hivi vya kiroho vikamwambia tena vikisema, usikaribie hapa na mwili wako wa kimwili. Kwa hiyo hapo ndani ya Biblia za kisasa watawaambia kwamba walisema kwamba huyo Mungu alisema ondoa viatu vyako, kwa sababu mahali hapa ambapo upo ni mahali ambapo ni patakatifu, kwamba uondoe viatu. Hapana, sio kuondoa viatu, kwa sababu wanaposema kwamba ni mahali patakatifu una maana kwamba akiondoa viatu pale chini hapa kwa uchafu hapa kwa hata wadudu ambao walikuwa wanatembea pale. Sio kwa namna hiyo ambao watu wanatakiwa kuangalia aweza kushikilia hayo maandiko gisi wanavyofanya. Aliambiwa kwamba kulingana na wewe gisi ulivyo, kwa sababu sisi ni roho za agizo kuu la vitu. Sasa wewe huko katika mwili wako, lakini mwili wako ukisogea hapa kulingana na hii nishati ambayo inayotoka hapa kutoka kwetu, unaweza ukaangamia, unaweza ukafariki. Kwa hiyo haitakiwi wewe kuja na mwili wako hapa wa kimwili hapa. Kwa hiyo kitu gani ambacho kitatendeka? Jiondoe kutoka kwenye bahasha yako ya kimwili. Yani bahasha ni mwili huu wa kimwili, kwa sababu anayeambiwa hapa ni roho, ni nafsi ambayo iko ndani ya mwili wa Busi mwenyewe. Kwa hiyo jiondoe kutoka kwenye bahasha yako ya kimwili na ya kufa, kwa ambao ni mwili wa kufa tuseme, kwani hali yako ya mtu haiwezi kustahimili mahali hapa patakatifu. Hicho ndio kitu ambacho nilisema. Ghafla mmoja kati ya viumbe vya kiroho alinyoosha mkono na kumshika Busi kwenye nywele zake za kujikunja, na kisha roho yake ikainuka kutoka kwa mwili wake wa kimwili na akasafirishwa hadi ulimwengu wa roho. Kwa hicho ndio kitu ambacho kilitendeka hapo, ambapo wanasema kwamba kichaka sijui ya Mungu alimtokea. Hapana, ni kaka zetu wa kiroho, ni roho za agizo kuu la vitu ambao walikuja wakamwambia kwamba hawezi ukasogea hapa na mwili wako wa kimwili. Basi ikabidi kwamba wamtoe, yani atoke nje ya mwili wake ili wapate kumsafirisha aingie katika ulimwengu wa kiroho, aende kuona kile ambacho anatakiwa kukiona. Sasa
Kuna historia nyingine ambayo watu wanasoma sana. Unaposoma katika kitabu cha Kutoka sura yake 24 mstari wa kwanza ndani ya Biblia za kisasa, wanasema kisha Bwana akamwambia Musa, kweheni wewe na Haruni na Nadabu na Abiu na watu 70 wazee wa Israeli, mkafikirie Bwana, mkamsujudie kwa mbali. Kwa hiyo hii historia ni historia ambapo Musa, Haruni, Nadabu na Abiu na wazee 70 wa Israeli walijikusanya wakaenda mlimani ili kwenda kuona Mungu, na kweli wanawambia kwamba waliweza kumwona Mungu. Ila mkiendelea kwenye sura sijui 30 na 33 kule, watawaambia kwamba Musa anamwambia Mungu, mimi napenda kuona utukufu wako. Mungu akasema kwamba hauwezi kuniona, na mtu hawezi akaniona na akaishi. Lakini tumeona kwamba, na tutaona hapa kwamba hawa wote 70, Musa pamoja na Haruni pamoja na Abiu na Nadabu, wote walimwona Mwenyezi Mungu, lakini hawakufariki. Kwa hiyo huku ameonekana kwenye mstari wa 24, lakini kwenye 30 na kuendelea huko anakataa kwamba hauwezi ukaniona, wakati tayari ameshaonekana. Ndio maana kitabu hicho cha Kutoka sura yake 24 mstari wa 9 hadi 11 inasema, ndipo akakwea juu Musa na Haruni na Nadabu na Abiu na watu 70 miongoni mwa wazee wa Israeli, wakamwona Mungu wa Israeli. Chini ya miguu yake palikuwa na kama sakafu. Nasimama kwanza hapo. Kwa hiyo wanawaambia kwamba Mungu alikuwa na miguu, na ikiwa alikuwa na miguu lazima atakuwa na vidole, na ikiwa na vidole labda kwenye vidole kutakuwa kucha anaweza kakata, sijui zilikuwa ndefu, zilikuwa zimekatwa, yani Mungu, yani hicho ni kiumbe tayari ambacho kina miguu. Na sio tu kwamba kina miguu, sikilizeni kwa makini, wakamwona Mungu wa Israeli, chini ya miguu yake palikuwa na kama sakafu iliyofanyizwa kwa yakuti samawi, kama zile mbingu zenyewe kwa usafi wake. Naye hakuweka mkono wake juu ya hao wakuu wa wana wa Israeli, nao wakamwona Mungu wakala na kunywa. Kwa hiyo sio tu kwamba Mungu ana miguu, lakini pia ana na mikono, kwa sababu hakuweka mikono yake juu ya hao watu 70, juu ya Haruni na Musa, juu ya Abiu na Nadabu. Kwa hiyo Mungu hana tu miguu, lakini pia anayo na mikono pia. Sijui kama unaona hili. Kwa hiyo hapa tayari wanawaeleza ni viumbe ambavyo vipo. Hivi ni viumbe ambavyo vipo. Sasa mtajiuliza ni nini ambacho kinaendelea hapa? Nikupenda tu kuambia kwamba, ndugu zangu, mnaposoma hizo Biblia za kisasa, wanapoambia kwamba sijui mtu alimuona Mungu, alimuona nini? Hapana, sio Mungu. Zilikuwa ni roho za gizo kula vitu. Yaani watakuwa ni malaika ambao walikuwa wakiona. Lakini kwa sababu wao hawajui kufanya utofauti, na kwamba kwa sababu wamechanganikiwa, hawezi wakafanya utofauti kati ya roho za gizo kula vitu, yani malaika gizo wanavyoita kumrazi, na kufanya utofauti na Mungu. Kwao chochote kile ambacho kinang'aa, sijui kina mwanga, kina nini, huyo ni Mungu. Na wakati Biblia yenyewe inasema kwamba hauwezi ukamwona Mungu. Kitabu cha Yohana sura yake ya kwanza mstari wa 18 inasema namna gani? Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Hakuna mtu aliyewahi kumwona Mungu wakati wowote. Sasa ikiwa kuna mtu aliyewahi kumwona Mungu wakati wowote, Kutoka 24 ambayo tumesoma hapa, huyu Mungu aliyemwona alikuwa Mungu wa namna gani? Nitasoma tena Kutoka 24:9-11 inasema, ndipo akakwea juu Musa na Haruni na Nadabu na Abiu na watu 70 miongoni mwa wazee wa Israeli, wakamwona Mungu wa Israeli. Lakini Yohana 1:18 anasema kwamba hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Sasa watueleze ni kitu gani ambacho kinatendeka hapo? Ni kitu gani ambacho wanapenda kuwaeleza watu? Ndio maana walio wengi wanafikiri kwamba Mungu wao alitembea, alishuka. Kwa hiyo ikiwa Mungu anashuka, ni kwa sababu Mungu yuko mbinguni. Yesu anasema kwa wanafunzi wake kwamba unapotaka kuomba mseme Baba yetu uliye mbinguni, kwa sababu huyo Mungu yuko mbinguni. Na ikiwa yuko mbinguni, hayuko chini, ndio maana anatakiwa kushuka ili kwamba apate kuangalia ikiwa kila alichokisikia ni ukweli, ndio waiza hapana. Kwa hiyo ni viumbe ambavyo mlioonyeshwa. Kwa hiyo miungu yote ya dini zote ambazo mnazijua katika dunia hii ni viumbe, na hivyo viumbe msifikiri kwamba ni miungu, aza tuseme ni roho za agizo kula vitu. Sasa roho ambazo yani ni demons ambao mtaita mapepo. Hii ndio siri ambayo nawaambia dini zote, kwa sababu kila dini lazima haya maelezo ambayo tunayaeleza hapa mutayakuta kwenye miungu yao. Mara ana mkono, mara alifanya hiki, mara alishuka, mara alionekana kwa hili, mara alifanya hivi. Yani hivyo ndivyo ilivyo katika dini zote, mtaona hayo maelezo.
kwa sababu tunajua ni nini kilicho nyuma ya hizo dini. Tunajua ni hivyo viumbe viko vya namna gani, ni demons za kidini, ni demons za kivita ambazo zipo nyuma ya dini zote ambazo, kwa sababu hakuna dini hata moja iliyo ya kweli. Na mwelewa kwamba kuna tofauti kati ya dini na hali ya kiroho. Haya ni mambo mawili tofauti. Sasa historia ilikuwa namna gani kuhusiana na hilo? Kuhusiana na hilo ambalo watasema kwamba sijui Musa, Haruni na Abiu na Nadabu na wazee 70 wa Israeli walipanda wakaenda kumwona Mungu na hawakupata tatizo lolote, wakati Biblia inasema kwamba ukimwona Mungu unakufa, lakini wao hawakukufa. Kwa hiyo kuna baadhi ambao wanaweza wakafariki, wengine hawawezi wakafariki. Hapana. Uhalisia wa haya ni katika kitabu cha Bebusedi, Kutoka sura yake ya 19 mstari wa kwanza hadi mstari wa 5. Inasema hivi: baada ya muda fulani roho hizi zilifika kwenye mlima wa miungu. Kwenye mlima wa miungu. Hapa niko katika kala tambali, na watu watajiuliza, kwa nini iongelewe kwamba mlima wa miungu? Miungu ni akina nani? Kwa sababu hapa umjue kwamba roho za gizo kula vitu ambavyo mtaita malaika ni miungu. Sikilizeni kwa makini. Yaani roho za gizo kula vitu ambavyo mtaita malaika ni miungu pia. Hiyo ndio miungu tuseme. Sasa kuna miungu ambayo ni ya ukweli na kuna miungu ambayo ni ya uongo. Miungu ya uongo ndio hizo demons ambazo watu wanahita malaika walioanguka. Hizo zote, hiyo ni miungu ambayo ni ya uongo. Na kuna watu wengine ambao wanaabudu watu wengine ambao ni miungu yao. Kuna watu wengine ambao wanaabudu viumbe vingine ambavyo viko humo, iwe mbuzi, iwe ngombe, jike, wanaabudu. Kwa hiyo ni viumbe. Lakini hapa ni kuhusiana na roho za gizo kula vitu, kaka zetu wa kiroho. Kumrasi. Baada ya muda fulani roho hizi zilifika kwenye mlima wa miungu. Kuna mabano, yani roho za gizo kula vitu, tunafunga mabano, katika eneo la Mbenge, yani magharibi la Wase Mutunga, yani Afrika ya Kati. Kwa hiyo hapa ndani ya Biblia ya Kala Tambani wanawapatia ni wapi ambapo hili tukio lilitukia, ambapo watasema kwamba sijui Haruni, Musa na Abiu na Nadabu na wazee 70 wa Israeli walipanda. Watu watafikiri kwamba ni huko wanakoita Israeli. Ni historia ambayo ilitendeka katika bara letu mwenyewe, katikati mwa bara ambapo ni Afrika ya Kati, ambayo ni Wase Mutunga magharibi, yani Mbenge magharibi mwa Wase Mutunga, Afrika ya Kati. Kwa hiyo hivi ndivyo unavyotakiwa kuelewa kwamba historia yenu watu weusi ilibadilishwa na wahuni wajanja. Walibadilisha katika maslahi yao wenyewe. Lakini kila jambo na wakati wake. Kuna wakati wa kuficha na kuna wakati wa kufichua. Na mambo yanapofichuka, ukweli unaweza ukapita karne na karne unafichika, tuseme. Yaani uongo unatawala. Ila wakati ambapo ukweli utasimama, uongo unaonekana wazi. Na hicho ndio kitu ambacho mnakiona kwa wakati huu. Yaani mnaona kwamba mabaya yanaendelea kuongezeka. Yaani watu waliokuwa wakifanya mambo kwa uficho, yaani wanafanya hadharani sasa. Hakuna hata woga tena. Ni kwa sababu ukweli unapokuwepo, lazima kila kitu kinaonekana. Yaani kila chote ambacho kilikuwa kifanyika gizani kinaonekana kwenye mwanga, kwenye nuru. Hicho ndio kitu ambacho tunatakiwa. Na haya yote ni kwa sababu ukweli upo, maana tunaye mgeni wa hali ya juu, mzaliwa wa pili, Zulula 100, ambaye tuko naye katika kipindi hiki. Yeye ambaye ameleta ukweli huu, ambaye kupitia yeye ndio wokovu wa ulimwengu utakuwepo. Maana kipindi cha mzaliwa wa kwanza ambaye ni Kristo, Njoki Sabe, kilikuwa kipindi chake. Na hiki sasa ni yeye anaongea kile ambacho yeye mzaliwa wa kwanza alichokiongea. Hakuna mabadiliko. Kwa hiyo bila mafundisho haya, bila ukweli ambao tunaoongea kila wakati, hakuna wokovu. Mimi nasema wewe unayenisikia, ambao unaumia, ambao unaweza kanitusi, hilo ni tatizo lako, mimi nakwambia. Lakini nakwambia kwamba nje ya ukweli huu unaweza kujifariji katika hizo takataka zako za dini ambao umo. Mchungaji wangu yuko wa ukweli na wengine. Jifariji tu na muda wako unapita. Unapoteza muda wako, ukweli uko hapa. Mimi nakwambia hata huyu anayeita mchungaji wako, mpatie video hizi zote asikilize. Anajua kwamba huu ni ukweli. Lakini hawezi akakwambia hicho kwa sababu ukitoka yeye atakosa sadaka. Kwa hiyo nyinyi mnawekwa hapo ambao mnapatikana katika hizo dini zote ni kwa sababu mna woga wa kwenda kuungua.
lakini kusingelikuwa kwamba hayo mafundisho ambao wanawaogopesha, maana wanasema mtaenda kuungua, mtaenda kuungua, hao wote, huu wote ni uongo mtupu. Yaani hiyo jinsi wanavyoita jehanamu, kwamba mtu anafariki anaenda kuungua, huu ni uongo mtupu. Vipo hivyo vitu kweli, adhabu ipo, lakini sio kwa hiyo ambao wanaofundisha watu. Kwa hiyo watasema namna gani? Baada ya muda fulani, roho hizi zilifika kwenye mlima wa miungu, yaani roho za gizo kula vitu, katika eneo la Mbenge, yaani magharibi la Wase Mutunga, yaani Afrika ya Kati. Busi alipanda na mwenene ambaye wataita Haruni, kwa sababu Busi ndio huyo ambao wataita Musa. Alipanda na mwenene ambaye wataita Haruni, Muyaho ambaye wataita Nadabu, na Te ambaye wataita Abiu, na Badum, yaani wazee walioanzishwa 70. Waliona roho. Chini ya miguu yao kulikuwa kama mawe yanayong'aa, kama mng'ao wa mwanga wa siku za kwanza uliozihirika katika hali inayoonekana. Kwa hiyo tayari wanaanza kuambia kwamba ni viumbe, ni kaka zetu ambao wana miguu. Ni kweli, kwa sababu roho za gizo kula vitu ni watu weusi, ingawa kuna roho zingine ambazo zina umbo la wanyama, lakini wote katika jamii ni jamii moja ambayo ni ya watu weusi. Hilo mlielewe vizuri. Waliona roho. Chini ya miguu yao kulikuwa kama mawe yanayong'aa, kama mng'ao wa mwanga wa siku za kwanza uliozihirika katika hali inayoonekana. Roho hizi hazikuweka mikono yao dhidi ya walioanzishwa 70. Walitazama roho hizo baadaye nje ya mlima wa miungu, yaani roho za gizo kula vitu, Muyaho na Te, na walioanzishwa 70 walikula na kunywa, kwa sababu miili yao ilikuwa imepoteza nguvu zao zote. Kwa hiyo maana ndani ya Biblia inasema kwamba walikunywa na wakala, hakuna kitu ambacho kilitokea kwao. Kwa hiyo yule ambao wataita kwamba waliona Mungu, aza waliona Mungu, hapana. Mungu kweli tunaweza tukakubali kwamba ni roho za gizo kula vitu, wanasema malaika, sawa, lakini wao wanaposema Mungu wanamaanisha ndani ya Biblia kwamba ni muumba. Hapana, huu ndio uongo ambao uko pale, kwa sababu Mungu na muumba ni vitu viwili tofauti. Mungu ni kiumbe ambacho kina nguvu kuliko viumbe vyote, na hicho kinabaki tu ni kiumbe, lakini muumba ndiye anayeumba Mungu. Kwa hiyo hilo jambo lazima mulielewe vizuri, na ili kuonyesha kwamba kwelikweli kuna mambo mengi ambayo wanayaongea kuhusiana na Mungu wao, kwamba Mungu ameonekana, Mungu amefanya hiki. Kwa kweli, ndugu zangu, muelewe kwamba Biblia waliichakachua, yaani walitoa hadhi ya muumba wakaweka kama vile ni kiumbe tu. Ndio maana watu hawana heshima tena na muumba. Ndio maana watasema nakubariki Mungu. Namna gani wewe unaweza kumbariki Mungu? Wewe unaweza kumbariki Mungu namna gani? Kwa sababu anayebariki ni mkuu. Kitabu cha Waebrania 7:7 kinasema hivyo. Yaani ni mkuu anayembariki mdogo. Sasa namna gani wewe, kama unaamini kwamba Mungu ndiye mkuu, namna gani unaweza kumbariki? Na ili kwamba umbariki, ina maana kwamba yuko najisi, yuko mchafu. Kwa sababu kitu ambacho kinabarikiwa ni kwa sababu hapo awali hakikuwa vizuri. Sasa wewe una uwezo gani? Una mamlaka gani ambayo unaweza kufanya ili kumbariki Mungu wako? Ndio maana mnaposoma kitabu cha Isaya sura ya 6 mstari wa kwanza ndani ya Biblia za kisasa wanasema, katika mwaka ule aliofariki mfalme Uzia, na alimuona Bwana ameketi katika kiti chake cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindu za vazi lake zikalijaza hekalu. Kumrazi. Mambo kama hayo, ndugu zangu, ni mambo ya aibu. Wanamwambia kwamba Mungu ameketi katika kiti cha enzi, na hao wanaojiita kwamba ni mashahidi wa Yehova wanapochora huyo Mungu wao kweli anakaa kwenye kiti, yani kiti ambacho wataona kama ni kiti cha wafalme nini katika linaonekana. Yani ili Mungu apate kukaa kwenye kiti ni kwa sababu ana makalio. Tuwe serious. Yani uwe na makalio ili ukae. Ikiwa unaanza kuona muumba wako kwamba ana makalio ili kukaa chini kwenye kiti, hapo una matatizo. Hilo ni jambo la kwanza. La pili, huyo Mungu wao ambaye wataita muumba wao atakuwa amevaa pindo, yani kuna pindo la vazi lake ambalo linajaza hekalu lote. Ina maana kwamba Mungu anavaa nini? Anavaa vazi, anavaa nguo, anavaa gauni. Ilikuwa nini? XXL, ilikuwa medium, ilikuwa Somalia, zilikuwa namna gani? Na ni nani aliyekuwa fundi cherehani? Na ili kwamba Mungu apate kuvaa, kabla ya kuvaa nguo hiyo alikuwa namna gani? Alikuwa uchi. Na ikiwa alikuwa uchi utamaanisha nini zaidi sana katika ulimwengu wa kiroho? Ndugu zangu, ndio maana
Walipokuja kubadilisha historia ya mtu mweusi, waliwakilisha kiumbe kwa watu weusi kwamba ndiye muumba, lakini sivyo. Muumba hauwezi ukamwona. Muumba hana haja ya kukaa, hana haja ya kusimama, hana muda wa kuchoka, kama jinsi inavyoandikwa katika kitabu cha Kutoka kwamba Mungu alifanya mbingu na dunia kwa siku 6, siku ya 7 akapumzika. Hicho ni kiumbe, kwa sababu muumba hana haja ya kuchoka, kwa sababu yeye si mtu wala si binadamu. Hili ndio jambo ambalo natakiwa kuelewa. Kwa hiyo hawa wote ambao tumesoma hapa Isaya 6:1 sio kwamba ni Mungu ambao wataita kwamba muumba. Hapana, ni roho za agizo kula vitu, ni kaka zetu wa kiroho ndio waliokuwa wakiwaona, na wao wanasema kwamba wameona Mungu, wakati maandiko yote yenyewe yanakataa. Ndio maana usahihi wa kitabu hicho cha Isaya sura ya 6 mstari wa kwanza ni ndani ya Biblia Lekala Tambale, ambayo ni Wonja, ambao wataita Isaya Wonja sura ya 6 mstari wa kwanza inasema, katika mwaka wa kifo cha kimwili cha mfalme Nginyabudea, mimi Wonja nilimwona Mutatedi kiroho kwenye kiti cha juu sana cha enzi, na pindo ya kitani yake ilijaza hekalu. Kwa hiyo hapa ni kaka yetu wa kiroho ambaye anaitwa kwa jina la Mutatedi. Mutatedi ni nani? Ni roho anayewaongoza na kuwatawaza walioanzishwa. Ni yeye ndiye aliyekuwa ameketi kwenye kiti cha enzi, na kuketi kwenye kiti cha enzi sio kukaa hivi maana kiti cha enzi ni roho za agizo kula vitu pia. Sasa namna gani Mutatedi anaweza kakaa juu ya roho nyingine ambayo ni roho nyingine? Namna gani? Kwa sababu kila kitu ambacho kiko katika ulimwengu wa kiroho kina uzima, kinaishi, kiko hai. Ukisikia kwa mfano amevaa mkanda, huu mkanda ambao ameuvaa ni roho agizo kula vitu pia katika umbo la mkanda. Mkisikia kwamba alikuwa amevaa kwa mfano, ni mfano tu, chochote kile ambacho wataongea, yani eleweni kwamba hayo ni mambo ambayo ni ya kiroho. Kwa hiyo mkiambiwa kwamba ulimwengu wa kiroho, mkiambiwa kwamba paradiso kwamba ni roho agizo kula vitu, ni malaika kama jinsi mnavyosema, mtakubali namna gani? Paradiso mkiambiwa kwamba paradiso mwenyewe ambao tunasema tutaingia katika paradiso, paradiso ambayo unaingia ni roho agizo kula vitu, ni malaika. Sasa utajiuliza kama ni malaika tunaweza tukaingia namna gani ndani mwake sisi sote? Wewe unafikiri humu duniani ulimu, unafikiri ni mwili wa nani? Huu ni mwili wa malaika? Wewe mnatakiwa kuelewa hivyo. Huu ni mwili wa kimwili wa nini? Wa paradiso. Kwa sababu paradiso ni mwili wa kiroho wa dunia hii ambao umo. Kwa hiyo watu wachie ujanja. Hao ni wakati ambao walitusumbua sana, lakini ukweli umerejea, na tunaye mwalimu pekee ambaye ni Zuhura 100 ambaye ametutoa kabisa katika ujinga ambao tumedanganywa kwa kitambo kabisa. Kwa hiyo ndugu zangu, msio na wasiwasi nyinyi ambao bado mnaangalia kuangalia kama huu ni ukweli namna gani. Kweli ni vizuri kuchunguza, lakini msipoteze muda wenu kwenye hizo takataka za dini. Tulikuwepo kote, sote tulifika, tulikuwa huko lakini hakuna lema huko. Tunajua tulichokuwa tunakifanya, tulivyokuwa tukiabudu, tulivyokuwa tukitenda. Kwa hiyo ukweli hauko huko hata siku moja. Ukweli uko hapa, na ukweli ni mmoja, kweli sio mbili, na ukweli unapatikana hapa kutoka kwenye mdomo wa mzaliwa pili ambaye ni Zuhura 100. Bila kupita kwa haya anayoyaongea hakuna wokovu kwako. Sahau. Luba anaendelea kujitukuza.